kile kitabu cha Waamuzi mlango wa 14, nataka tusome mstari wa 7. Maandiko yanasema hivi: basi akateremka akazungumza na huyo mwanamke, naye akampendeza Samsoni sana. Mstari wa 8, kisha baadaye akarudi ili kumtwaa, naye akangeuka kando, akauangalia mzoga wa huyo simba. Atazama, nyuki wengi walikuwamo ndani ya mzoga wa simba na asali. Mstari wa 9, akatwaa asali mikononi mwake, akaenda mbele huko akila. Alipokuwa akienda, akawafikiria baba yake na mama yake, akawapa nao wakala, lakini akuwaambia ya kuwa ameitoa hiyo asali katika mzonga wa simba. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuwa Samsoni amefika Timna, maandiko yanasema ya kwamba akaona yule mwanamke, wakamaliza shughuli za huko, akamtoa yule mwanamke. Sasa akiwa anarudi Samsoni, kuna kitu ambacho kilitokea. Maandiko yanasema ya kwamba Samsoni akapitia ili aangalie ule mzoga wa simba. Lazima kwenye maisha yako, baada ya kuwa kuna tatizo lilikuwa linakutesa, baada ya kuwa kuna kitu ambacho kilikuwa kimekuzuia na ukakiondosha, lazima urudi tena baada ya muda ili uangalie kama hicho kitu kiko pale pale kinakuzuia ama kiliondoka kabisa. Maana kuna mizoga mingine ambao, kuna simba wengine unaoa wanakuwa mizoga, lakini baadaye wanakuja kugeuka kuwa simba. Baadaye wanapata nguvu mpya, wanapata uwezo mpya tena, na wanakuja kukuattack tena. Ulikuwa unateswa na roho ya ulevi, ukaomba, ukafunga, ukamwomba Mungu akakuondosha hiyo roho. Lazima kila wakati ukuu unaangalia kama kweli ukienda kama kweli hiyo roho imekurudia tena ama imepata nguvu tena ndani yako kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuwa ulikuwa maskini, lazima uangalie kama ule umaskini umengeuzwa kuwa mzoga, na kama umengeuzwa kuwa mzoga ukarudi ukaangalia kama ule umaskini umerudi tena kwenye maisha yako. Baada ya kuwa umeombewa tatizo lolote, ulikuwa na tatizo la utasa, lazima ukaangalia tena ukaona kama ule utasa umeondoka kabisa ama umerudi tena. Samsoni baada ya kuwa amefika Timna, maandiko yanasema ya kwamba alipokuwa anarudi kwenye njia ile ambayo alikuwa amemuua simba, akaangalia kama ule mzonga bado uko pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Akarudi kwenye hiyo njia ili aangalie kweli ule mzoga uko pale pale ama ule mzoga umebakia kuwa mzoga. Lakini kuna kitu cha kushangaza. Alipopita pale, maandiko yanasema alipata nyuki wengi wako ndani ya ule mzoga na wametengeneza asali pale. Kuna kitu cha kujifundisha hapa. Kila tatizo unaokutana nao kwenye maisha yako, kama ukidili nao vizuri, ujue kwamba itakusababisha ule asali. Kile kizuizi ambacho kilichokuzuia cha umaskini, kama ukikabiliana nacho kabisa, ujue kuna siku utakula asali, sio kwako tu, lakini pia kwa watoto wako. Watu wengi ambao walizaliwa kuwa maskini hawakuishia kuwa maskini kwa sababu walikabiliana umaskini wakamalizana nao, na hata leo wanakula matunda kwa watoto wao. Samsoni aliporudi kwenye hiyo njia akapata ule mzoga umetengeneza asali ndani yake. Ukikutana na mtu anayekula asali, ujue kuna siku alikutana na simba, akamrarua kama mwanambuzi, akamchinja yule mwana simba. Kuna siku alikutana na kizuizi kwenye maisha yake akakiondosha. Hicho chakula kitamu, hizo pesa unaotumiwa na mwanao, ujue kuna siku alikutana na simba na akakabiliana na ule simba akamshinda. Sijui kama kwenye maisha yako ungependa uje kupata mema, uje kula asali kwenye maisha yako. Kama ungependa uje kula asali kwenye maisha yako, lazima kila kizuizi ambacho kiko ndani yako, kiko kwenye maisha yako, lazima ukiondoshe. Samsoni alipopata asali kwenye mzonga, alichukua ile asali akapelekea mpaka wazazi wake. Kukabiliana tatizo iliyokuzuia akukupii faida wewe peke yake, lakini kuna wapea faida watu waliokuzunguka, mpaka wazazi wako na kila mtu ambaye ako kwenye circulation yako.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 12 na mstari wa 24 inaongelea kuhusiana na pepo ambaye anaitwa Beelzebul. Yesu alienda eneo fulani akapata mtu mmoja ambaye alikuwa bubu, lakini alikuwa kipofu. Ina maana yule mtu hakuwa na uwezo wa kuongea, lakini hakuwa na uwezo wa kuona. Na kama hakuwa na uwezo wa kuongea, ni bila shaka alikuwa na uwezo wa kusikia. Sasa Yesu akamwombea yule mtu, yale mapepo yakamuondokea, akakombolewa yule mtu. Baada ya kuwa yule mtu amekombolewa, imagine watu wa ule mji wakaanza kusema Yesu anatoa pepo kwa kutumia nguvu za Beelzebul. Tuko kwenye topic yetu, usisahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba baada ya kuwa umekutana na tatizo ukalimaliza, hiyo tatizo lazima urudi tena uangalie kama ile tatizo imerudi tena kwenye maisha yako. Maana waganga na wachawi na washirikina, kama ndio uliwaendea wakakusaidia ili kwamba au magonjwa yaondoke ama ukuwe tajiri upate chochote kile, ujue kwamba huyo mganga hakukusaidia. Kile alikufanyia, alikupea pepo inaitwa Beelzebul. Alikupea mkuu wa pepo, alikupea pepo ambaye ni wa kunyamazisha hawa wandogo. Ndio maana unaona hiyo shida ni kama imetulia, lakini wewe utakuja kuona shida kubwa baadaye. Beelzebul ilikuwa ni pepo ambayo inatawala pepo wengine. Ndio maana Yesu anaambiwa anatoa pepo kwa nguvu za Beelzebul. Sasa kuna watu ambao walienda kwa waganga, kwa wachawi, kwa washirikina, kwa manabii wa uongo, wakadanganywa ni kama kwamba wameombewa, wakaona matokeo mwanzoni. Kumbe walipewa pepo ya Beelzebul, pepo ambaye ni mkuu wa pepo, akaingizwa ndani yao, akatuliza wale wandogo walikuwa wanakutesa. Kama ni umaskini, ukaona ni kama afueni imepatikana kidogo, kwa sababu kale ka pepo kwa maskini kalikuwa kanakutesea kadogo, kamenyamazishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anaambiwa anatoa pepo kwa nguvu ya Beelzebul. Ndio maana baada ya kuwa umeenda kutafuta msaada kule ulikokwenda kutafuta, ni vizuri ukarudi tena ukaangalia, je, hii tatizo ambao nilikuwa ninakuja kuitatua imetatulika kabisa ama bado niko nayo? Imetatulika kabisa ama yule mganga uliyeenda kwake alifunika tu shida, alikuweka pepo ingine kubwa? Ndio maana watu hawafai kwenda kwa mganga. Ukienda kwa mganga, maandiko yanasema ufalme huwezi ukafitinika. Ufalme uliofitinika unakuanga na ukiwa, unakuanga na umaskini mkubwa sana. Hakuna vile ambavyo mganga utamwendea aondoshe pepo ndani yako. Hapana, huwa anawekanga pepo ingine kubwa zaidi ya hiyo, na shida yako inakuwa kubwa zaidi ya ile. Ndio maana Samsoni baada ya kuwa amemua yule simba, alipitia kwenye ile njia ili aangalie kama yule simba kweli ameondoka kabisa, amekuwa mzoga ama amerudi tena. Waganga kile wanafanyanga huwa hawaui shida yako kabisa, huwa wanaongezea shida ingine kubwa, wanakupea pepo ingine kubwa zaidi ya ile ulikuwa nayo, ili inyamazie kale kadogo. Ndio maana kama ulienda kwa nabii wa uongo ukaenda popote pa, ni vizuri ukarudi tena kama Samsoni, ili uangalie ule mzoga wa simba uliomalizana nao bado huko ama ulimalizana nao kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa ndio kuna changamoto za watu, maana watu wamewekwa mapepo yenye nguvu zaidi ya yale mapepo ulikuwa nao mwanzoni. Watu shida zao zimeongezeka kila siku kwa sababu ulichangua kwenda kwa mganga, ulienda kwa mchawi, akakudanganya ni kana kwamba anaua simba, kumbe anakuongezea ndugu ndani juu ya simba. Haleluya. Samsoni akarudi ili angalie kama ile tatizo alikuwa nayo imefika mwisho. Aliporudi akapata asali. Kama ukitatua tatizo vizuri kwenye maisha yako, ujue kwamba hilo tatizo litakupea mazao kwenye maisha yako. Huyo mtu aliyekukasirisha sana, kama ukidili naye, huyo bosi ambaye anakukasirisha kila wakati, ujue kuna siku atakuja kukupea promotion kwenye maisha yako. Maana watu wengi ambao ni wabaya kwenye maisha yako ndio watu watakuja kuwa wazuri kama ukidili nao vizuri nao. Lakini watu wale wazuri kwako uliofurahia nao, ujue kwamba ndio adui yako wa kesho. Maana adui za mtu ni watu wale wa nyumbani mwake. Sijui kama nimeeleweka. Barikiwa sana, nimefika hapo kwenye hiyo sehemu.